Neno la Bwana Mungu si zaidi aache njia zake ili aishi, lakini mtu akiacha haki yake na kutenda maovu, akifanya machukizo yote kama mtu mwovu anavyofanya, je, atakufa? Lakini ninyi mwasema njia ya Bwana si sawa. Sikilizeni sasa, enyi watu wa nyumba ya Israeli. Je, njia yangu sio sawa? Si zaidi njia zenu? Na mtu mwovu akiacha uovu aliotenda na kufanya yaliyo haki na sawa, yeye atajipatia uzima. Ameacha makosa yote aliyokosa. Ndilo neno la Bwana. Asante Bwana. Yesu anawatokea wafuasi wa Emau. Ni mwenye Injili Luka sura yake ya 24 mstari wa 13 hadi 35. Karibu waimbaji kwa kuwa mashangilia wengi. Wakisimulia juu ya mambo yote yaliyotukia. Ikawa wakiongea hivi na kubishana, Yesu mwenyewe akawajongea akafatana nao, lakini macho yao yalizuiwa wasiweze kumtambua. Yesu akawauliza, maneno gani haya mnaosemezana hivi katika kutembea? Nao wakasimama wakikunjika uso. Mmoja wao jina lake Kleofa akamjibu, ati wewe peke yako tu ndiye mgeni katika Yerusalemu, hata ujui mambo yaliyotendeka humo siku hizi? Akawauliza, mambo gani? Wakamjibu, yale ya Yesu Mnazareti. Alikuwa nabii mwenye uwezo mkuu kwa matendo na kwa maneno mbele ya Mungu na mbele ya watu wote. Na jinsi wakuu na makuhani wa kwetu walivyomtoa katika hukumu ya kufa, wakamsulubisha. Nasi tulikuwa tukitumaini ya kuwa ndiye atakayelikomboa taifa la Israeli. Lakini kisha hayo yote, sasa ni siku 3 tangu mambo hayo yalitokea. Tena wanawake wengine wa kwetu wametustusha. Walikuwako kaburini asubuhi na mapema, wala hawakukuta mwili wake. Lakini wakaja wakasema kama wamemwona malaika waliowatokea na kuwaambia kwamba yeye ni mzima. Na wengine kati ya wenzetu walikwenda kaburini wakakuta vile wanawake wale walivyosema, ila yeye mwenyewe hawakumwona. Naye akawaambia, enyi wajinga na wenye moyo mzito wa kuamini yote yaliyonenwa na manabii. Je, si ilikuwa lazima Masia ateswe hayo ili aingie katika utukufu wake? Tena akianza tangu Musa na manabii wote, akawaelezea katika maandiko
yote yaliyomwelekea yeye. Wakakaribia kijiji walikokwenda, naye akasingizia kwenda mbele kidogo. Wakamshurutisha wakisema, kaa pamoja nasi, kwa maana magharibi imefika na mchana unataka kuisha. Anguka wakamtambua, naye akafutika mbele yao. Akawaambia, je, moyo wenu si ulikuwa umewaka? Neno la Bwana. Baba na mama, jambo sana. Somo la kwanza inaonyesha ubishi wa mwanzo wa Kristo. Inaingia na kati yake kunajitokeza ubishi wakati mtu anaenda na wapi. Ni ubishi unajitokeza, na kwa wakati ule karibu kila kanisa ilikuwa na jibu yake ili kuna limiti mshakama, mtu anageuka hewa, mtu anageuka pepo. Majibu ilikuwa mingi kufatana na kila kanisa fasi kwenye mtu alikuwa. Bakauliza kanisa Katoliki, nyinyi nani mnasema nini? Ezekieli anajibu na anasema kuna njia mbili. Ikiwa ulimsadikia utaenda mbinguni, lakini ikiwa kwa maisha uliishi ukitegemea nasa ya dunia na kuishi sawa mpumbavu, wakati wa hukumu ya mwisho utaenda jehanamu. Hawezi kuvuna mindi fasi kwenye ulipanda mpunga, hawezi kuvuna kalanga fasi kwenye ulipanda mmea fulani. Kila mtu anavuna karibu vile yeye mwenyewe aliweza kutumika. Na sawa vile mwanzo alikuwa anaingia huko, hakuna siku alikosa kanisa. Kwanza alikuwa na regrete kwenda kule Uvira, alikuwa anapenda bakie. Tuko na matumaini sababu ni mtu tulishiriki naye, mtu mwenye tuliishi naye, nawaza kama Mungu hawezi kumwachilia, na tuko na matumaini kama tunakula pamoja na Mungu katika ufalme. Banajibia vile na kisha banauliza, ikiwa wewe unasema vile, sababu gani sasa tunaona Bakristo yenu mingi ya Katolika njuba maskini, banaishi mutabu, banaishi mumagumu ya ajabu? Mwandishi anasema, fanya angalisho na msangaa na utaanza kusema vitu ya ajabu. Tuko tunalia leo, lakini tuko na matumaini kama sababu ni mtu mwenye aliweza kuamini, tutonana naye siku moja, tutaanza tena ile burafiki na ile imani enye tulianza kuishi hapa chini ya jua. Bwana awe nanyi. Haiko kusema seme ninamaliza leo, sababu ni mtu mwenye ninafahamia, nitafundisha mpaka mtaivya. Somo ya Injili. Lakini wakati waliona anakamatiwa, anauawa, na mitume ya Imamu wanaanza safari ya kujia kwao.
akikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Hivyo kisha kula, akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka. Ndio maana tukikumbuka sana kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Bwana Eklesia yako na wewe duniani kote, uikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Francois, Askofu wetu Sebastian Joseph Muyengo, mapadri, mashemasi na wote walioitumikia Eklesia. Umkumbuke mtumishi wako Useni uliyepita kwako leo atoke katika dunia hii. Umfanyizie yeye aliyeungana na mwana wako, akifanana naye katika kifo chake, aungane pia naye katika ufufuko. Wakumbuke pia ndugu zetu, baba, mama, kaka na dada wa jamaa hii. Wakumbuke marehemu wale wote, wapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba utumishi sote pamoja naye na ndani yako, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele. Kama tulivyoagizwa na mkombozi, Baba yetu uliye mbinguni, Bwana tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, utusaidie kwa msaada wa huruma yako, tuepuke dhambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangoja kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo Yesu Mwokozi wetu. Mwili na damu ya Kristo vitulinde kwa uzima wa milele. Amen.
3 mwaka wa 2025. Hotuba wa jamaa la Balinda juu ya kifo cha mzee Hussein Bawili Onesphore. Marehemu alijulikana kwa majina Hussein Bawili Onesphore wa jamaa ya Bashikabo Balinda katika nyumba ya Bashikalango. Baba wa marehemu aliitwa kwa majina ya Ochi Nkangwa Jaluka. Mama yake aliitwa kwa majina ya Lugomba Naluka wa jamaa la Bashimunyaka Bashasungi. Kuzaliwa. Marehemu alizaliwa Pakalambi mnamo mwaka wa 1942. Ndoa. Marehemu Hussein Bawili Onesphore alifanya ndoa mnamo mwaka wa 1963. Akaoa mke wake mmoja anayeitwa Asende Naeli Tabu wa jamaa ya Bashama Kulu. Wakazaa watoto 9, wanaume 3, wanawake 6. Kwa watoto 9 tayari watoto 3 wa kike wamekwisha mtangulia mzee Hussein Bawili Onesphore. Duniani ameacha watoto 6, mkiwemo watoto 3 wanaume na watoto 3 wa kike. Wajukuu 7, waliokufa 9, waliowahi 61. Vijukuuza 24. Jumla marehemu ameacha watu 91. Masomo. Mzee Hussein Bawili Onesphore alisomea shule la msingi Baraka kwenye shule la Katoliki. Sekondari alifanya 7e année préparatoire Pakasongo Maniema. 2e CEO alisomea pa Institut Mbuye Pakaleni. Kazi. Mzee alitumika kazi nyingi ikiwemo ukalani pale Minembwe kwenye mzungu anayeitwa Riga. Pia alifanya kazi ya ukalani au waandishi kwenye guvernmenti ya Basimunyaka Side kwa Sheikh Kitongo msekta ya Mulenge. Vile vile marehemu alikuwa agent de l'état civil usektere ya Mulenge Pakilembwe. Vile vile marehemu alikuwa préposé de l'état civil dans le territoire de Fizi pa Fizi. Alifanya kazi mbalimbali za shamba. Kanisa. Mzee Hussein Bawili Onesphore alikuwa mshiriki wa kanisa Katoliki na akabatizwa mnamo mwaka wa 1986 Pakabini ndani ya paroisse ya Fizi. Kanguli ndani ya paroisse ya Fizi. Pia mwanaye Ningejua Hussein anayeishi Marekani alimpatia baba yake ujumbe ambao utokapo katika kitabu cha Zaburi ya 23 aya yake ya 1 hadi 6 isemayo: Bwana ndiye
mchungaji wangu, sikosewe na kitu, hata nipite kwenye bonde la giza, sitaogopa mabaya, kwani Bwana yupo nami. Magonjwa. Mzee Hussein Bawili Onespo aligonjwa kwa muda mrefu. Ya kwanza alipata magonjwa ya mentis au kutetemeka, akapelekwa Bukavu akapata matibabu, pia akarudia, ila muda mchache akapata tena magonjwa, akapelekewa pale Bujumbura. Pia vile magonjwa ikaendelea, tukampeleka kwenye vipimo mbalimbali, akawa tena amegundulika na magonjwa ya prostate, na hapa mwishowe magonjwa iliyomuua sauti kufungana. Kwa niaba ya jamaa ya Balinga, mmesema Mungu amlaze mahali pema peponi. Juu alikuwa mzee wetu aliyebaki, alikuwa akitupa mashauri kama vile baba mzazi, babu yetu, na kama vile mjukuu wa watu wengine. Asante. Atubarikie Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tuende na amani ya Kristo. Tuombe. Nampatia kuishi na kufufuka katika wafu. Ulimjalia Abrahamu baba yetu azikwe kaburini katika nchi ya ahadi. Ulimwongoza Yosefu wa Arimatea atengeneze kaburi apate uzima humo mwili wa Bwana wetu Yesu Kristo. Tunakuomba kwa huruma
Furaha ya milele umupe e Bwana, na mwanga wa milele umwangazie. Tunarudisha mwili huu katika mavumbi ulimotwaliwa, tena tunaurudisha huko huko. Nasi wote tunaokusanyika hapa, atubarikie Mungu Mwenyezi. Kwa mfuniko viko wapi?